ndogo ya Kibwezi kuchanga damu ili kuwasaidia akina mama wakati wa kujifungua pamoja na kuwahudumia wagonjwa wa dharura. Viongozi hao wamesisitiza kuwa wanaume wanastahili kuongoza ili kuhakikisha kuwa hakuna mama yeyote anayefariki kwa ukosefu wa damu. Kampeni hii inalenga kuongeza akiba ya damu kwa ajili ya akina mama wanaopata tatizo kutokuwa na damu nyingi baada ya kujifungua, mojawapo ya sababu kuu ambazo zinaangazia zaidi na zinachangia vifo vya akina mama ambao wanajifungua pamoja na wale wajawazito. Na kupata vizuri nikiwa hapa katika hospitali ndogo ya Kibwezi hapa katika kaunti ya Makueni. Shughuli zimeanza hapa kuweza kuona mchango wa jamii, kuweza kusaidia katika mchakato huu mzima. Ningelipenda kuona kwa kindani tu, labda kama tukiweza kumulika jinsi mambo yalivyo katika sehemu hii tu na hospitali hii ya Kibwezi, kuweza kuonyesha mchango wa kila mmoja, wakiwemo maafisa wa polisi, walimu na wanabodaboda katika mchango huu mzima, ili kuweza kusaidia kuokoa akina mama na yale majanga ya kidharura ambayo hutokea kwa njia moja ama nyingine. Ningelipenda nizungumze na huyu ambaye ako hapa, tueleze kwa jina anaitwa nani, ni kipi kimemsukuma katika mchakato huu mzima. Ukianza na jina, utueleze hali imekuaje? Hali yangu iko sawa, nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Mwea John, mimi ni mwendeshaji bodaboda hapa Kibwezi, mimi ndio vice chairman. Ningependa kuambia wanatazama wote, wanabodaboda wenzangu, wachukue alafu kuleta wamama katika hospitali ya Kibwezi ili waweze kutoa damu yao. Nashukuru. Ni kipi kilikupa msukumo kama kijana na kama mwanaume? Ningependa vile kuchangia wenye ambao hawajiwezi wapate kitu. Safi tu, labda kwa kuonyesha tu na kuweza kuzungumzia swala hili na jinsi ambavyo kila mmoja anahusika katika mpango huu mzima. Hali ya kuweza kuandaa hapa inaendelea. Ikumbuke kwamba ni msimu wa Christmas tu, na kwa njia moja ama nyingine ajali hutokea. Labda kwa kumulika hapa, huu ni mkuu wa polisi katika eneo hili la Kibwezi ambaye anajihusisha katika mpango huu mzima, na wapo wengi tu ambao mpango huu wanauonea tu na kuweza kumulika kwa njia moja ama nyingine. Ningelipenda nizungumze na mmoja wapo ya wakilishi hapa katika eneo hili la Makueni, atueleze mpango huu, ulijihusisha na mpango huu kama mwanaume, ni kipi ambacho kilikupa msukumo na kiongozi wa eneo hili? Nashukuru niliweza kujihusisha na mpango huu kwa sababu huu ni mpango muhimu sana kwa jamii yetu, ili kuweza kusaidia kuweza kuongeza ile idadi ya damu katika mahospitali zetu, kwa sababu wagonjwa wengi sana wakija hospitali saa zingine wanahitajika kupata damu, na hiyo damu wakati mwingine inakuwa haba, na wagonjwa wanapata na tatizo la kutafuta damu. Hivyo ndio sababu niliweza kufika hapa siku ya leo katika hospitali yetu ya Kibwezi kama kiongozi wa hii area, niungane na wale wengine wote na nihamasishe watu wangu wote wale wanaweza kufika katika ile hospitali, wajihusishe na wale wengine wote katika huu mpango wa kuweza kuchangia wagonjwa wetu damu, si wale wa Kibwezi peke yake, lakini wagonjwa wa nchi yetu nzima. Swala hili linahusu akina mama kwa kindani. Tueleze msukumo wa aina hii, na kama ungelipenda kuomba umma nini kuhusu mipango kama hii kujitokeza na kuimilisi kwa kindani? Nashukuru. Mpango wa leo nimeona unaitwa Men in Maternity. Na ni kweli sisi wanaume kwa kiwango kikubwa sisi ndio tunatuma wamama kwa maternity. Hivyo ni muhimu sana, kama vile tunashirikiana pamoja na wamama wetu kuwatuma maternity. Ni vizuri pia wakienda maternity pia tuungane na wao kuhakikisha kwamba tumeboresha mazingira ya matibabu yao. Kwa hivyo ndio sababu niliweza kuunga mkono huu mpango mkubwa wa kuchanga damu. Mimi mwenyewe si eti nimekuja kushuhudia. Mimi mwenyewe nilipata kushiriki, nikatolewa damu, na nahamasisha hata wale viongozi wengine wote waweze kufika ili tuweze kuchangia watu wetu damu ya kutosha. Asante sana kwa mchango wako. Tuzungumzie na waziri wa afya katika kaunti ya Makueni. Safari hii imehusisha washikadau wengi sana na wameweza kujitokeza pasi na kulipwa. Inamaanisha nini kwako na serikali ya kaunti ya Makueni? Tumekuwa na ushirikiano mwema
na wananchi wa Makueni na wanatambua maana ya damu. Kama county government huwa tunategemea sana shule. Wakati shule zimefunguliwa tunaenda kule, especially shule za upili, na wanatoa damu, na colleges pia huwa wanatusaidia sana kwa kutoa damu. Lakini sasa vile shule zimefungwa, kuna ile tulikuwa tumesanya, lakini ni mpaka tukae tukiongeza kiwango cha damu ambacho tuko naye. Isifike wakati tuwe kiwango kimeenda chini. Na ndio sababu tumefanya hii campaign ya hii area, wananchi wajitokeze, na tunashukuru vile wamejitokeza kwa wingi. Tumeona boda riders wamejitokelezea, tumeona national government officials, saizi hapa tuko na OCS, tumetoka pia kukuwa na assistant county commissioner, mheshimiwa wa Masongaleni wote wamejitokeza. Na viongozi wanapojitokeza, basi wale wengine wanaona hili ni jambo nzuri ya kufanya, na ili damu itakuwa iko available kuserve watu wa Makueni na pia Kenya mzima. Kama kuna mahali kunahitajika damu, hakuna vile watu wanaweza kwama tukiwa tuko na damu. Kile ambacho tunasisitiza muhimu, nimeona kwamba kuna maandishi kwamba wanaume kujihusisha katika masuala ya uzazi. Tueleze swala hili limechukuliwaje katika mpango huu, manake tumeona idadi kubwa sana wanaume. Tunatambua kwamba wakati wa mama wengi in our rural areas wanapofikia wakati wa kujifungua, wengi huwa wanaita wanabodaboda, na wakati huyo mwanabodaboda haelewi jinsi ya kuhudumia mama ambaye ako karibu kujifungua, inakuwa ni jambo ambaye inaweza kuleta shida. Kwa hivyo His Excellency the Governor Mutula Kilonzo alilaunch a program ya kuona vile hospitali ama department ya health tutashirikiana na bodaboda kuwapea mafunzo ya kuhandle wamama ambaye wako katika hiyo wanakaribia kujifungua. Ni wao wanawaleta zile tunaita antenatal clinics, na pia wakati wa kujifungua ni wao wanajileta. Kama itafika wakati mtoto amefika, afanye namna gani? Kwa hivyo tumekuwa na hiyo kuwa kwa ukaribu na wao, ndio waelewe, wakiona hawa mama wawe wanawachukulia kwa haraka na kuwakimbiza kwa health ama kuwaleta kwa health facilities bila kukawia. Kwa hivyo waelewe, huyu mama ukimwona kwa haraka iwezekanavyo mlete hospitali ili tuweze. Asante, najua pia utachangia. Haya ni jinsi ilivyo hapa katika hospitali hii ya Kibwezi. Ni swala ambalo tutazidi kulivalia viatu kuhakikisha kwamba akina mama na wale wengine wanahitaji matibabu ya dharura kuhusu mambo haya ya damu wanaweza kusaidika. Kutoka Makueni, mimi ni Philip Ngumu kwako studio. Kazi safi Philip kutoka kule Makueni.